Bwana mtazamaji wa Robi TV, leo ni siku nyingine tukiwa tunaangazia tetesi za usajili, na moja kati ya habari kubwa ambayo bado inafunika vichwa vya habari ni kuhusu issue ya Zanzibar Finest, ikiwa namuongelea Faisal Salum. Bwana, Azam FC imeongeza mkataba mnono au imeongeza tena ofa nono kwa Salum Faisal. Ikumbukwe juzi kati hapa alionekana Mwalimu Nasri Bunabi katika viwanja vya KMC kwenye mechi ya Simba dhidi ya Singida Black Star, lakini watu wengi wakawa wanajiuliza kwamba aidha Nabi yupo mapumzikoni au ni kitu gani ambacho kimemleta Tanzania. Wengine wakasema ni kwa sababu ya mazoea, pengine kwa kipindi ambacho ameitumikia Young African, kwa hiyo ameona ni sehemu sahihi ya yeye kuja kutulia kwa ajili ya kutuliza akili na mambo mengine. Lakini mambo yakawa mengi, wengine wakasema ni issue ya Faisal Salum ambayo wengi tumekuwa na tetesi nyingi kwamba tayari Faisal Salum ashamalizana na matajiri wa Kariakoo, nikiwa na maanisha wekundu wa Msimbazi. Lakini juzi kwa taarifa ambazo tumepata kabisa ni kwamba Faisal Salum mabosi zake Azam FC wamemtumia ofa ya mkataba wa miaka 2, lakini Faisal mpaka sasa hivi bado hajasaini mkataba huo. Mkataba wa Faisal Salum ambao yupo nao kwa sasa hivi unamalizika Juni 8 mwaka 2026, ambapo mpaka sasa hivi bado Faisal Salum ni mali ya Azam FC. Azam FC bwana, wametenga ada ya usajili mpya ambayo ni signing fee zaidi ya shilingi milioni 805, ambayo kwa awamu ya kwanza atapokea shilingi milioni 563, na baada ya kodi mshahara ambao wamemwandalia Azam FC itakuwa ni mshahara wa shilingi milioni 50 kwa mwezi. Pia atapata nyumba yenye kila kitu, na ndani ya mkataba huo kuna kifungu cha kuondoka ambayo ni release clause ambayo itakuwa ni dola milioni 3, ambayo ni zaidi ya bilioni 7.8. Faisal bado hajasaini mkataba huo, na watu wamekuwa na maswali mengi ya kujiuliza kwamba mbona donge hili ni nono na ni kubwa sana kwa Faisal, ni kitu gani ambacho kinamfanya awe mzito? Pengine mwanzo alisema hakuwa muelewa, kwa sababu mkataba wa mwanzo dhidi ya Young Africa ulikuwa ni mkataba wa lugha ya Kiswahili, kwa hiyo lugha ya Kiingereza, ambapo yeye alibainisha kwa maelezo yake kwa interview ambazo alifanya na Clouds FM kwamba alikuwa anaonyeshwa kwamba saini hapa. Mwishowe akaja akaingia kwenye mkataba ambao ulikuwa ni mzito na ambao ulikuwa baadaye akaona umekuwa ni mkataba mwiba kwake. Lakini kwa sasa hivi kipengele ambacho Azam FC wamempa bonge nono kubwa, ni hela nyingi sana, milioni 805 kwa mchezaji mzao wa Tanzania kwa ligi za hapa ndani, ni pesa nyingi sana, na mshahara wa milioni 50, na hisi atakuwa ni Tanzania au mzao wa kwanza wa ligi kuu ya NBC kuwa ni mchezaji anayelipwa kiasi kikubwa sana cha pesa. Milioni 50 kwa mwezi ni hela nyingi sana. Pia wakamwekea zile accommodation ambapo wakisema atapata nyumba ambayo itakuwa na kila kitu. Lakini yeye Faisal anasemaje? Faisal kama unavyomtazama hapo kwenye video, kuna vitu vingi anabainisha, lakini sura yake inaonekana ni abashasha, huko akiwa na chapata madonge nono ya udhamini kutoka Zanzibar. Kuna biashara nyingi anazitangaza kutokea visiwani Zanzibar, na biashara nyingi ambayo amepewa na watu ambao wameona ni fursa au ni njia ya wao kufikia Faisal kwamba wanaweza wakapata chochote kitu, ikiwa ni engagement pamoja na kupata impression kubwa kutoka kwa Faisal. Lakini watu wengine wakasema kipengele ambacho kinamzuia Faisal kwenda Simba Sport Club ni kile kipengele cha kwamba iwapo Faisal atauzwa kutoka Azam FC kwenda Simba, atatakiwa kulipa, ile timu inayomnunua itatakiwa kulipa zaidi ya 1 bilioni kwenda Young Africa. Lakini baadaye tukamwona mdhamini wa Simba Sport Club, mzee wetu mzee Dawiji, akawa amebainisha, ingawa ilikuwa ni lugha ya mafumbo, akasema wao washamalizana na Faisal. Kinachosubiriwa ni taratibu tu za usajili, zikikamilika mambo yote yataonekana wazi. Sasa tukabaki njia panda. Faisal anakuja Simba,
Faisal anabaki Azam au Faisal anaenda Kaizer Chiefs, kama ulivyoona baadhi ya vyombo vya habari vikiripoti hiyo issue. Wote tukawa watazamaji, lakini kwa chanzo ambacho nimekipata, chanzo cha uhakika kabisa ambacho Robi TV imetia miguu na kufanya upembuzi na kupata taarifa za ndani kabisa, zinasema kwamba Faisal Salum kwa 80% ni mali ya Simba Sports Club. Sisi tunabaki kuwa watazamaji, lakini siku zote wanasema maneno uumba. Hii ofa, kwa sababu kilichomkwaza Faisal Salum ni kile kitendo cha Azam FC kutopiga hatua kwenye michuano ya kimataifa, na ukizingatia Faisal ni mchezaji mdogo, anatamani kwenda mbele, anatamani asogee mbele. Kwa hiyo kitendo cha Azam FC kuishia ile hatua ya kwanza, ile preliminary ya michuano ya CAF, iliwafanya wachezaji wengi kama unavyoona wakina Djibril Sira, wakina Kipre Junior ambayo sasa hivi msemaji aliondoka pale Azam FC, wakawa wamekata tamaa. Na tokea Azam itolewe katika michuano ya kimataifa, tumeona mwendelezo wa Azam umekuwa mdogo sana tofauti na performance waliokuwa nayo. Kwa hiyo mabosi wa Simba Sports Club na mafanikio ya Simba aliyofikia mpaka kucheza finali ya kombe la shirikisho, na mwakani ambapo Simba atacheza klabu bingwa barani Afrika, hiyo ni njia mojawapo ya kumshawishi Faisal Salum kujiunga na hawa vigogo wa Kariakoo, wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini ukitazama, hatujajua Simba ni ofa gani ambao wamemtumia Faisal, lakini Azam ofa ambayo walikuwa wamemuongezea kwenye mkataba wake inaonekana ni ofa kubwa sana. Lakini mpaka sasa hivi bado ameweka pamba masikioni, hajajibu chochote na wala hajataka kumwaga wino ili kuongeza mkataba wa kuendelea kusalia hapo viwanja vya Azam FC vilivyopo kidogo nje ya jiji la Dar es Salaam. Na kingine ambacho tunaweza tukasema kinaweza kawa kimempa nguvu ni ile fan base, nguvu ya mashabiki kutoka Simba Sports Club, pamoja na mafanikio Simba walioyapata kwa msimu huu na msimu uliopita. Kuishia kucheza finali sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana, ni historia kubwa ambapo kila mchezaji anatamani alipishana na medani akiwa Yanga Afrika katika mgogoro wa usajili, akahamia Azam akaishia hatua za kwanza. Sasa anaona ni sehemu gani ambayo inaweza ikamfanya ajenge historia na yeye ya mchezaji wa mpira wa miguu kwa kuvaa medali, kwa sababu kila mchezaji anatamani abebe kikombe, avae medali ya CAF na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo wataalamu wanasema vimemshawishi Faisal Salum kutimkia viwanja vya Kariakoo, viwanja vya Msimbazi Simba Sports Club. Na Azam FC wanapambana bado kuongeza ofa, kuona kama watambakiza viwanja vya Azam FC. Lakini wote kati ya Azam, Simba pamoja na Kaizer Chiefs ambapo inapigiwa chapuo, wanatambua uwezo wa Faisal Salum. Ni uwezo mkubwa, ni kipaji cha mpira alichonacho. Lakini tunabaki kuwa ni maamuzi ya mchezaji mwenyewe, anahitaji kwenda wapi. Na interest ya Faisal Salum kwenda Simba ilionekana tokea zamani sana. Kama mnakumbuka mechi iliyoisha ile, kuna ishara aliwaonyesha mashabiki wa Simba ambao wengi walipokea kwa mikono miwili, wakiamini kwamba Faisal Salum mwishoni mwa msimu ujao ambao ni wa 25-26 anaweza akawa ni mali ya Simba Sports Club. Na unavyojua na kama unavyotazama hapo, mashabiki wa Simba ni mashabiki wenye vibe kubwa. Kwa hiyo vitu kama hivi huaga vinamshawishi mchezaji kujiunga na timu husika. Sisi Robi TV tunaendelea kukupa zile za ndani na kutafutia habari nyepesi ambazo zinatokea hapa na pale.